Baba yetu na Mungu wetu, tuna kila sababu ya kusema asante kwa ajili ya wema wako. Tuna kila sababu ya kusema asante kwa ajili ya ulinzi. Tuna kila sababu ya kusema asante hata kwa ajili ya kutupigania dhidi ya maadui. Tunakushukuru Jehova, tangu asubuhi mpaka saa hii Mungu umeendelea kwa pamoja nasi. Hatimaye umetupa kibali cha kuwemo hemani mwako. Mioyo yetu na shukrani kubwa mbele za uso wako. Tunasema asante Bwana Yesu. Tunasema asante hata kwa ajili ya muda huu tena Bwana, ambapo mtumishi wako anakwenda kusimama kwa ajili ya neno. Ninaomba Mungu Roho Mtakatifu akawe juu yake. Roho Mtakatifu Mungu akamfunike. Ukampake mafuta mabichi ya Roho Mtakatifu. Mungu onekana katikati yake. Jithibitishe Mungu wa rehema. Husika katikati yake. Hata na sisi tunapoenda kusikia Mungu maneno yako yakalete uzima na afya katika mioyo yetu. Niko kinyume na kila roho za kutangatanga ni mawazo, kutangatanga fikra, kutangatanga kwa mawazo ya nyumbani. Ninafunga kwa damu ya Yesu. Bali Mungu, roho ya usikivu ikawe katikati yetu. Roho Mtakatifu akashike fahamu zetu. Tukasikie neno lako kutoka kwako juu. Tunajiachilia kwako sahihi Bwana. Hata mtumishi wako Bwana, achilia usemi ndani yake. Akanene yale uliyokusudia siku ya leo. Kwa utukufu wa jina lako, ninaomba na kushukuru ni katika jina la Yesu. Amen. Amen. Wakati Mungu anasimama, naomba wote tusimame, alafu tutaenda kumsalia Bwana Yesu kwa nguvu kabisa. Kulisha Mungu anaposogea mahali hapa. Hebu piga makofi makubwa kwa Yesu. Shangilia Bwana Yesu kwa ushindi mkubwa. Shangilia Bwana Yesu. Piga makelele kwa Yesu. Piga kelele za Bwana. Piga kelele ishara ya kurudisha shetani. Ishara ya kuinua utukufu wa Mungu. Ishara ya kuinua uwepo wa Bwana ushuke. Shangilia Yesu. Shangilia Yesu. Shangilia Yesu. Shangilia Bwana. Shangilia Bwana. Haleluya. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama una amani unaweza ukapunga mkono wako. Amen. Napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya neema ya kusimama mbele yako. Lakini pia nipende kuwashukuru wachungaji wangu ambao ni walezi wangu. Asanteni sana kwa kuniamini kusimama katika madhabahu hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini niwashukuru pia waimbaji ambao wametangulia kuhudumu kabla yangu. Naamini ni Roho Mtakatifu ambaye anaiandaa ibada ili aweze kufanya lile alilolikusudia. Kwa kila mmoja kwa nafasi yake, ninapenda nikushukuru. Wewe ambao umekuwa ukiombea semina hii, Mungu akubariki sana, kwa sababu najua tunainuana katika maombi ili Mungu aweze kutenda lililo kusudi lake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu ninaitwa Frederick Funga Mwaifunga. Ninaabudu Mlima wa Makimbilio. Baba yangu ni mchungaji Lazaro Mwaigage. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia kwa kipekee nimshukuru mwalimu wa kwanza ambaye ametangulia, kwa sababu ameweka msingi mzuri kwa ajili ya semina hii. Alikuwa anafundisha somo linalosema Roho Mtakatifu. Nadhani tumejifunza vitu vingi ambavyo sitakuwa na haja ya kurudia, kwa sababu alifundisha vingi kwa uzuri na kwa usahihi. Waweza kumpigia Yesu makofi kwa ajili ya mwalimu aliyetangulia. Siku ya leo tutaenda kuangalia somo linalosema ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ninajua mwalimu wa kwanza amekuwa akifundisha kwa habari ya Roho Mtakatifu, na siku ya leo nikiuliza Roho Mtakatifu ni nani, watu wengi tutakuwa tunajua kwamba Roho Mtakatifu ni nani. Kila mtu ukimwambia ishara za uwepo wa Roho Mtakatifu, wengi tayari tunajua ni nini ambacho Roho Mtakatifu anafanya. Kwa vitu vingi tayari mwalimu amekwisha kutufundisha. Lakini kwa uchache nataka nikukumbushe maneno haya juu ya ubatizo wa Roho Mtakatifu. Juu ya ubatizo wa Roho Mtakatifu. Katika imani yetu ya Kipentekoste mpaka leo uko mahali hapa, ninajua wengi tumekwisha kubatizwa ubatizo wa maji mengi, na wengi tunajua kwa habari ya ubatizo. Lakini leo tunaenda kujifunza kwa habari ya ubatizo wa Roho Mtakatifu.
na somo letu litatoka katika kitabu cha Luka sura ya 3 mstari wa 16. 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 Nitasoma maandiko yanavyosema. Anasema, Yohana alijibu akawaambia wote, kweli mimi nawabatiza kwa maji, lakini waja mtu mwenye nguvu kuliko mimi, ambaye mimi sistahili kuilegeza gidamu ya viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Yohana alijibu akawaambia, narudia mstari wa 16, kweli mimi nawabatiza kwa maji, lakini waja mtu mwenye nguvu kuliko mimi, ambaye mimi sistahili kuilegeza gidamu ya viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunasoma habari za Yohana Mbatizaji katika Injili ya Luka, ambapo Yohana alitokea akianza kuhubiri akiwaambia watu, tubuni kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Na Yohana akatoka hapo, watu wakaanza kumwendea katika mto wa Yordan ili waweze kubatizwa, na wengi akawa anawabatiza akiwazamisha kwenye maji, akawa anawabatiza akiwazamisha kwenye maji. Lakini wale taifa la Israeli walikuwa wanamngojea Masihi. Wakati huo walikuwa wameambiwa kwamba Kristo anakuja, walikuwa wameambiwa kwamba Kristo anakuja atakayewaokoa, atakayewapigania, atakayewaweka huru. Kwa walipoona Yohana anabatiza, wanamfuata Yohana, wanamuuliza, je, wewe ndiye Kristo? Wewe ndiye yule ajaye? Wanenaje kwa habari yako mwenyewe? Ndipo mstari wa 16 Yohana anawaambia, anasema, ni kweli mimi nawabatiza kwa maji, lakini yuko mtu nyuma yangu mwenye nguvu kuliko mimi, huyo atawabatiza kwa Roho Mtakatifu. Na Yohana alikuwa anasema kwa habari za Yesu Kristo kwamba Yesu Kristo atatubatiza kwa Roho Mtakatifu. Na tukizungumza maana ya ubatizo, tuliojifunza kwa habari ya ubatizo, ubatizo asili yake ni neno ambalo linamaanisha kuzamisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu ambapo kinazamishwa kwenye maji alafu kikaibuliwa, ikiwa ni ishara ya kufa na kufufuka kwake Yesu Kristo. Tulibatizwa katika maji mengi, tulizamishwa katika maji. Kwa wanapozungumza kwa habari ya ubatizo wa Roho Mtakatifu, kwa lugha rahisi anamaanisha kwa habari ya kuzama ndani ya Roho Mtakatifu, anamaanisha kwa habari ya kufurika kwa Roho Mtakatifu, anamaanisha habari ya kujaa kwa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Nikisema leo hatuna Roho Mtakatifu ndakudanganya. Wangapi tunajua tunaye Roho Mtakatifu? Kuna watu hawajosha, hawana uhakika. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nataka nikuelezee mfano huu. Ni kama maji. Vile maji ambavyo unaweka kwenye kikombe, maji yakiwa nusu, alafu ukaulizwa hiki kikombe kina maji au hakina maji, utajibu kina maji, kwa sababu maji yapo lakini yapo nusu. Sio kwamba maji hayapo, maji yapo lakini yapo nusu. Lakini kitu ambacho anazungumza Yesu sio kwa habari ya maji kuwa nusu, sio kwa habari ya maji kuwa tu yamejaa, ila alikuwa anazungumza kwa habari ya watu kufurika, kwamba Roho Mtakatifu anajaa ndani yako kiwango cha kufurika. Yaani ni kama kikombe ambacho umekichukua ukakizamisha kwenye maji, ina maana juu yake unaona maji, kikombe kiko ndani ya maji. Hicho ndicho kitu ambacho kinazungumziwa hapa, kwamba Yohana alikuwa anawabatiza kwa ubatizo wa maji, lakini Yesu atakapokuja atawabatiza kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ina maana tutafunikwa na ile nguvu ya Roho Mtakatifu, ina maana tutakaa ndani ya Roho Mtakatifu kiwango ambacho wewe hauonekani, anayeonekana ni Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa ndipo ambapo pana shida, kwamba amesema Yesu atakapokuja atatubatiza kwa Roho Mtakatifu. Yohana anawaambia watu, hili ninachowabatiza mimi, ninawaambia tubuni mkabatizwe katika haya maji, lakini yuko mtu nyuma yangu anayekuja mwenye nguvu kuliko mimi, huyo atawabatiza kwa Roho Mtakatifu. Ina maana Yohana anajaribu kuonyesha ulazima wa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe.
Kama unaandika kwa nini ni lazima kubatizwa kwa Roho Mtakatifu? Kwa nini ni lazima? Kumeingia injili nyingi siku hizi kwamba watu wanauliza, je, ni lazima unene kwa lugha? Je, ni lazima, yani kama watu wameanza kuona kwamba Roho Mtakatifu ni wa watu fulani, kwamba Roho Mtakatifu ni kwa ajili ya watu fulani. Hilo ni Agano la Kale, ambapo Agano la Kale Roho Mtakatifu alikuwa kwa makuhani, alikuwa kwa wafalme, na penye sio alikuwa anakaa nao, alikuwa anawashukia kwa wakati fulani. Labda mtu anaenda madhabahuni akafanya ibada, anaweza akashukiwa na Roho Mtakatifu wakati huo, alafu Roho Mtakatifu akamwacha yule mtu. Lakini sisi sio wa namna hiyo. Roho Mtakatifu anataka akae ndani yetu. Roho Mtakatifu anataka akae kwetu. Sasa nataka nikuonyeshe ni kwa nini ni lazima kubatizwa kwa Roho Mtakatifu. Ukisoma Matendo ya Mitume 1 mstari wa 5, Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 5, Biblia inasema, naomba nianzie mstari wa 4. Anasema hata alipokuwa amekutana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba ambayo mlisikia habari zake kwangu, ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Sema, sisi tutabatizwa kwa Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Kwa hiyo anawaambia wanafunzi wakiwa wanamwaga, yupo katika mlima wa Mizeituni, Yesu akitarajia kuondoka, anaanza kuambia kwamba jamani, kaeni hapa msubiri, kwa maana baada ya siku hizi chache mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu kama Yohana alivyosema kwamba ilikuwa ni lazima waweze kubatizwa kwa Roho Mtakatifu. Ilikuwa ni lazima waweze kubatizwa kwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo swala la mtu ambaye umeokoka kubatizwa kwa Roho Mtakatifu ni lazima. Sio jambo la watu fulani, ila kwa mtu yeyote ambaye umemwamini Yesu. Kwa wewe ambaye unaabudu katika kanisa la Penueli, unaabudu Elgibo, unaabudu mlima wa makimbilio, wewe ambaye unamwamini Yesu, kubatizwa katika Roho Mtakatifu ni jambo la lazima. Ni lazima ubatizwe kwa Roho Mtakatifu. Umekwisha kubatizwa kwa maji, lazima ubatizwe kwa Roho Mtakatifu. Nimekwambia uandike kwa nini ni lazima kubatizwa kwa Roho Mtakatifu. Sababu ya kwanza, hakuna jambo la kiroho linalozaliwa na kutokea katika uhalisia pasipo uwepo wa Roho Mtakatifu. Hakuna jambo la kiroho linalozaliwa na kutokea katika uhalisia pasipo Roho Mtakatifu. Hakuna jambo la kiroho linalozaliwa au linalotokea katika uhalisia pasipo Roho Mtakatifu. Nikiwa na maana hii, yale mambo yaliyo katika ulimwengu wa roho, yale mambo yaliyo katika ulimwengu wa roho, kama maandiko yanavyotuambia kwamba Mungu ni roho, nao waabuduo imewapasa wamwabudu katika roho na kweli. Sasa yale mambo yaliyo katika ulimwengu wa roho, ili aweze kutokea katika uhalisia, ili aweze kuonekana katika ulimwengu wa mwili, lazima uwepo wa Roho Mtakatifu. Lazima Roho Mtakatifu awepo, lazima Roho Mtakatifu akae pale. Tukisoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 1 na wa 2, anasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji, na roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Kwa hiyo tunaanza kuona Roho Mtakatifu alionekana tangu uumbaji. Na kwa nini Roho Mtakatifu alionekana tangu uumbaji? Kwa sababu kuna kitu ambacho Mungu alitaka akifanye, kuna kitu ambacho Mungu alitaka akiumbe, kuna kitu ambacho Mungu alitaka kitokee. Sasa ili kile kitu kiweze kutokea, lazima Roho Mtakatifu awepo. Ndio maana kabla Mungu hajasema jambo lolote, anaelezea pale ya kwamba Roho Mtakatifu akatulia juu ya vilindi vya maji, ili Mungu atakaposema iwe nuru, nuru inatokea. Ili Mungu atakaposema iwe miti inatokea. Ili Mungu chochote atakachosema kiweze kutokea kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo hakuna kitu kinachozaliwa
pasipo nguvu ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa tulipo tunatamani kuna vitu vizaliwe, tunatamani kuna vitu vitokee. Uzima upo, yamkini unaumwa, wewe ni mgonjwa, uzima upo katika ulimwengu wa roho. Sasa kuutoa ule uzima ukaja katika uhalisia inahitaji uwepo wa Roho Mtakatifu. Amani ipo kwa Mungu inapatikana, lakini kuitoa kule kuileta ndani ya moyo wako inahitajika uwepo wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo hakuna kinachozaliwa pasipo nguvu ya Roho Mtakatifu. Ukiangalia Yesu anapoanza huduma, sitasoma sababu kuna mahali natamani tufike, ila andika Luka 4:18. Luka 4:18. Maandiko yanasema Yesu anapoanza huduma yake anasema, Roho wa Bwana yu juu yangu, maana amenitia mafuta kuwahubiri watu habari njema. Anasema wafungwa habari ya kufunguliwa kwao, anasema maskini wahubiriwe habari njema, na ameanza ya kwamba Roho Mtakatifu yu juu yangu. Ili huduma ya Yesu izaliwe, ili huduma ya Yesu ianze, ilikuwa inatakiwa lazima awepo Roho Mtakatifu. Kwa Yesu mwenyewe akufanya huduma pasipo Roho Mtakatifu, akufanya jambo lolote pasipo Roho Mtakatifu. Jambo la tatu, na mfano wa tatu hapa, tutaona kuzaliwa kwa kanisa. Hapa naomba nisome kuzaliwa kwa kanisa. Tukisoma Matendo ya Mitume 1, Matendo ya Mitume 1, Matendo ya Mitume 1 mstari wa 4 na wa 5. Nimesoma, nasoma tena na hapa nikufafanulie zaidi. Biblia inasema, hata alipokuwa amekutana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba, ambayo mlisikia habari zake kwangu, ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Swali la kujiuliza, kwa nini ilitakiwa wasitoke? Bwana Yesu asifiwe. Hawa watu wametembea na Yesu miaka 3 ya huduma ya Yesu. Wamekuwa wakitembea na Yesu, wamekuwa wakifanya huduma, wamekuwa wakifanya vitu mbalimbali kwa sababu Yesu alikuwa pamoja nao. Lakini unapofika wakati sasa Yesu anaondoka, agizo la kwanza la Yesu anasema msitoke. Kumbuka katika kitabu cha huko nyuma aliwaambia, enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Injili. Lakini kabla ya hapo kwenda kuihubiri Injili anawaambia msitoke. Bwana Yesu asifiwe. Huwa tunatafsiri kwamba kanisa ni watu ambao tumemwamini Yesu Kristo, ni kwamba ni watu ambao tuna imani kwamba Yesu Kristo ni mwokozi wa ulimwengu. Alikuja akateswa, akafa, siku ya 3 akafufuka kutoka kwa wafu. Tunaamini ya kwamba hilo ni kanisa. Kwa hiyo wakati ambapo Yesu anaondoka, sio kwamba kanisa alikuwepo. Kanisa lilikuwepo kwa sababu akina Petro walikuwa tayari wamemwamini Yesu. Ndio maana katika Mathayo ile anasema, juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa, na malango ya kuzimu hayatalishinda. Kwa kanisa lilikuwepo, ila kitu ambacho kilikuwepo, kanisa lilikuwa halina uhai. Bwana Yesu asifiwe. Nikikurudisha kwenye uumbaji, Mungu alitangulia kumuumba mtu kama udongo, akamuumba kama udongo, alafu anasema akapulizia pumzi ili yule mtu awe nafsi hai. Ina maana mtu alikuwa kama mdoli, mtu alikuwa kama udongo. Najua wengi tumewahi kutengeneza udongo, si ndio? Wangapi tumewahi? Amina. Hatujaruka stage. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa unakuta kila mtu amewahi kufanya kitu cha namna hii, ila utofauti Mungu anawaambia akapulizia pumzi ya uhai. Kwa hiyo sio kwamba kanisa lilikuwa lipo, lakini kanisa lilikuwa halijaanza utendaji. Kanisa lilikuwa halijaanza kutembea kwenda huku na huku, kwa sababu bado Roho Mtakatifu alikuwa hajaja. Kwa hiyo uhai wa kanisa uko katika nguvu ya Roho Mtakatifu. Ili kanisa lizaliwe, litokee kwenye uhalisia, watu waanze kuona kwamba kuna kanisa, ilikuwa ni lazima Roho Mtakatifu aje. Ndio maana akawaambia msitoke hapa, ndio maana akawaambia msitoke hapa mkaenda kule, ndio maana akawaambia msitoke hapa, kaeni hata mtakapopokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Fikiria kwamba wangetoka kabla hawajapokea nguvu ya Roho Mtakatifu, wangeuliwa
mapema sana, yamkini kanisa ndo lingeishia pale, kwa sababu wakina Petro tunawajua, tumewasoma kwamba walikuwa waoga kabla hawajampata Roho Mtakatifu, kwamba walimkana Yesu kabla hawajampata Roho Mtakatifu, ya kwamba walimkimbia Yesu bustani ya Getsemani. Wasingeweza kusimama kwa Wayahudi pasipo nguvu ya Roho Mtakatifu. Wasingeweza kusema lolote pasipo nguvu ya Roho Mtakatifu. Wasingeweza kufanya lolote pasipo nguvu ya Roho Mtakatifu. Ndio maana leo ninakuambia jioni hii kwamba ni lazima tupokee nguvu ya Roho Mtakatifu, kwamba ni lazima tupokee ubatizo wa Roho Mtakatifu ili kanisa liwe hai. Ni lazima Roho Mtakatifu awepo ili maisha yako yawe hai. Ni lazima Roho Mtakatifu awepo ili mambo yako yawe hai. Ni lazima kuwe na uwepo wa Roho Mtakatifu. Kama Roho Mtakatifu hayupo, huwezi ukawa na ujasiri wa kushuhudia, huwezi ukawa na ujasiri wa kusema nimeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Japo saizi ni rahisi sana kusema nimeokoka, kwa sababu hakuna anayekushikia fimbo ukisema umeokoka. Ila kipindi cha kina Petro walikuwa wanachapwa viboko, walikuwa wanapigwa, lakini kutokana na nguvu ya Roho Mtakatifu waliweza kusema tunamwamini Yesu. Ilifika hatua walikatazwa wasiseme kwa jina hili, wasihubiri kwa jina la Yesu, lakini kwa sababu ya nguvu ya Roho Mtakatifu walikuwa tayari. Ndivyo ambavyo kanisa tunahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu ili kanisa liwe hai, ili kanisa liwe na uamsho, ili kanisa liweze kutembea, ili kanisa liweze kuenea, ili kanisa liweze kuongezeka. Tunahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi tulikuwepo Pentekoste ya mwaka jana? Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi tulijazwa Roho Mtakatifu? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nataka nikupeleke kwenye kitu kingine. Hili ni jambo ambalo Mungu alipendi na Mungu analichukia. Kitu ambacho nataka kuzungumza baada ya kukuonyesha ulazima. Mtu asikwambie kwamba sio lazima kujazwa Roho Mtakatifu. Wewe uliyookoka ni lazima ujazwe Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wanasema kunena kwa lugha sio lazima, ni Bwana akifanya nini? Akikujalia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Yesu alisema ishara hizi zitafuatana nao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo, watanena kwa lugha mpya. Sasa kwa nini mimi nimemwamini Yesu nisinene? Ukiniambia sio lazima, pia unijibu kwenye hilo swali. Je, sio lazima mtu ambaye amemwamini Yesu akemee pepo litoke? Sasa kama ishara ya kukemea pepo ni lazima, kwa nini ya kunena kwa lugha isiwe lazima? Au Mungu anaangalia nini kwamba huyu anene huyu asinene? Bwana Yesu asifiwe sana. Ni tofauti na kunena kwa lugha kwa kuhutubu, ni kitu kingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Ila hii kunena kwa lugha ni jambo la lazima. Kwa hiyo usisikilize hivi vitu kwamba sio lazima, wewe weka ni lazima kwako. Sasa kama sio lazima, kwa nini isiwe wewe? Kwa nini awe yule? Kwa nini sio wewe? Kwa nini wewe usijazwe Roho Mtakatifu? Lakini jambo ninalotaka nikwambie baada ya hapa ni kutembea na Roho Mtakatifu. Kutembea na Roho Mtakatifu. Bwana amenitazamisha na nimeona ni shida kubwa sana ndani ya kanisa ya kwamba tunajazwa Roho Mtakatifu, lakini huyu Roho Mtakatifu hatutembei naye. Lakini huyu Roho Mtakatifu hatutembei naye katika kazi zetu, mahali huko tunapokuepo, katika majumba yetu. Roho Mtakatifu hatutembei naye. Kuna mambo ya ajabu ambayo ukiangalia kikawaida tu unaweza ukayaona. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu tuko hapa, mtu akiwa kanisani ananena kwa lugha, anaomba, anafanya nini? Wachungaji tunao washirika, anaomba, anafanya nini? Akiwa kwake hawezi kuomba. Kuna mtu ananenaga kwa lugha kanisani tu, yani nyumbani kwake hajawahi kunena kwa lugha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu anajazwa Roho Mtakatifu akiwa kanisani, akitoka hapa unashangaa, yani unaona kama sio yule aliyekuwa amejazwa Roho humu ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi tumewahi kuona vitu vya namna hii? Mimi nimewahi kuona. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba unakuta mtu yupo hapa amejazwa Roho Mtakatifu, lakini atakapotoka nje kama sio yule, atakapotoka nje ni mkavu,
atakapofika nyumbani kwake na mke wake wanavyoishi, wanavyofanya nini, unaona kabisa kweli ndo huyu aliyekuwa ananena kwa lugha kule, ndo huyu aliyekuwa anabubujika kule kanisani. Sasa hiki kitu kinamhuzunisha Roho Mtakatifu, kwa sababu tumefanya kwamba Roho Mtakatifu ni wa kanisani. Tunapokuja kanisani, unapokuja mahali hapa unasema Roho Mtakatifu na kuhitaji, unaomba kwa namna zote na kwa lugha zote ili umshawishi Roho Mtakatifu. Na kweli ukiwa hapa Roho Mtakatifu anakuja na ile nguvu, lakini nikwambie Roho Mtakatifu ni mtakatifu sana. Kwa hiyo unapotoka hapa nje, unapotoka nje unaanza mambo yako, hauna tena kiu ya Roho Mtakatifu, hauhisi kama unamhitaji Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hii ndio sababu watumishi wa Mungu kwamba makanisa kwa nini hayakui, ni kwa sababu hatutembei na Roho Mtakatifu sisi kama washirika. Kwa sababu tunaona Roho Mtakatifu alivyoshuka, maandiko yanasema, naomba tusome Marko, uangalie hiki kitu. Marko, kitabu cha Marko sura ya 16 mstari wa 20. Utaona kitu ambacho Bwana alifanya hapa. Ukiangalia Marko 16 mstari wa 20, anasema nao wale wakatoka wakahubiri kote kote, Bwana akizitenda kazi pamoja nao na kulithibitisha lile neno kwa ishara zilizofuatana nao. Sasa unaona Roho Mtakatifu anapomjaa mtu, kitu kinachotokea hautaambiwa cha kufanya, ila utakuta leo Andrew ameenda kule ameshuhudia mtu, anamleta kwa mchungaji wake. Utakuta huyu ametoka ameenda huko amefanya hivi, ameombea mtu amepona, analeta ushuhuda kwa mchungaji. Amefanya vitu fulani vya ajabu, analeta ushuhuda kwa mchungaji. Ndivyo Roho Mtakatifu alivyokuwa. Ndio maana ukiangalia katika kitabu cha Matendo ya Mitume, utaona Roho Mtakatifu aliposhuka, watu wakajazwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akaanza kuwatawanya. Wengine wakaenda Samaria, kanisa linaanza Samaria. Wengine wanaenda wapi? Kanisa linaanza huko walikoenda. Ndivyo ambavyo kanisa lilienea. Sasa sisi roho wetu ni wa namna gani? Muulize jirani yako, roho wako ni wa namna gani? Mwaka jana tumekuwa hapa, wangapi kuna watu wameokoka mikononi mwetu? Yaani wewe unayo mtu ambaye unasema huyu nilimshuhudia akaokoka? Hamna. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tuna roho namna gani? Kwa sababu kazi ya Roho Mtakatifu cha kwanza ni kumtukuza Yesu Kristo. Yaani hicho ndio kitu cha kwanza. Ina maana unapokuwa umejaa nguvu za Roho Mtakatifu, ukikaa na mtu unatamani tu kumwambia habari za Yesu. Ukikaa na mtu unatamani, ukimwona mgonjwa unatamani apone. Ukimwona mtu hawezi unatamani umshauri, umtie moyo. Huyo ndio Roho Mtakatifu. Lakini leo kanisa hatutembei na Roho Mtakatifu, tumebaki na Roho Mtakatifu wa kunena kwa lugha kanisani, ambaye atusaidie. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikisema atusaidie labda nimeongea neno gumu sana. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine anasema kwa hiyo tusinene kwa lugha kanisani. Sina maana hiyo. Lakini ninachomaanisha kuna vitu ambavyo tumemlimit Roho Mtakatifu asivifanye, kwa sababu hatutembei na Roho Mtakatifu. Hawa watu walitoka wakaanza kuhubiri kote kote. Tena hakukuwa na ratiba kwamba leo tunaenda kushuhudia. Hayo mambo yamekuja baada ya watu kupunguzwa ile nguvu ya Roho Mtakatifu ndani yetu. Yaani Roho Mtakatifu hatuongozi. Sasa kwa sababu tunajua mambo ya kiroho tunaanza kuyawekea ratiba. Leo unafika sehemu kanisani kuna idara ya uinjilisti, lakini injili haihubiriwi. Si ndio? Lakini kipindi kile hakuna aliyekuwa anamtuma mtu. Petro amekaa kule anaomba, Mungu anamtokea Kornelio, anamwambia asante. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anamwambia Kornelio, nenda kwa Petro sehemu fulani, yupo mtu anaomba, atakuambia ya kupasayo kutenda. Naye Petro Roho Mtakatifu amekwisha kumwambia. Kwa hiyo anapokuja kumtafuta anasema hawa sio watu wasiojulikana, ni watu ambao Roho Mtakatifu amekwisha niambia nifuatane nao. Kwa hiyo anaenda nao, anafika kule anawaambia neno la Bwana. Alafu angalia Petro anarudi kwa kanisa. Kanisa wanamwambia, kwa nini ulienda kwa watu wasiotahiriwa? Anajibu kwa ujasiri, Roho Mtakatifu aliniambia niende nikawashuhudia kimetokea hiki na hiki. Lakini leo kanisani hatuna shuhuda za namna hiyo, kwa sababu Roho Mtakatifu hatutembei naye, kwa sababu Roho Mtakatifu hatuendi naye makazini mwetu, kwa sababu Roho Mtakatifu hatuendi naye majumbani mwetu, kwa sababu Roho Mtakatifu hatutembei naye katika barabara tunazotembea.
haya. Ndio maana makanisa hayakui, ndio maana watu hawaokoki, ndio maana watu wanabaki kutushangaa, ndio maana sisi wenyewe tunaona aibu hata kusema tumeokoka. Yesu atusaidie sana. Hatutembei na Roho Mtakatifu. Tumekaa tunamuongelea Roho Mtakatifu, tunamuomba Roho kwa mwaka. Yakifika majira kama haya, tunasema ni kipindi cha Pentekoste, tunasema tunaadhimisha kipindi cha Pentekoste. Lakini iko wapi ile nguvu ya Roho Mtakatifu? Iko wapi ile nguvu ilionekana kipindi cha Pentekoste? Yale matendo makuu yakafanyika, Yerusalemu ikatikiswa. Tunaona wakina Paulo walipoenda kule Efeso, wanasema wale watu waliopindua ulimwengu wamefika na huku kwetu. Lakini leo tunasema tuna Roho Mtakatifu, lakini tunashindwa kupindua hata kijiji. Yesu atuhurumie. Unashindwa kupindua hata nyumba yako, hata jirani yako ameshindwa kumtambua Mungu wako, hata mtu unayefanya naye kazi haoni yule Mungu ambaye yuko na wewe, haoni yule Mungu ambaye yuko na wewe. Jamani, Roho Mtakatifu ni wa thamani sana. Roho Mtakatifu ni wa thamani sana. Roho Mtakatifu ana nguvu sana, lakini tumelitukanisha jina la Bwana kwa vile tusivyotaka kutembea na nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa nini hatutembei na Roho Mtakatifu? Sababu ya kwanza, kwa nini watu hatutembei na Roho Mtakatifu? Yesu atusaidie. Cha kwanza, hatuna maisha ya utakatifu nje ya kanisa. Hatuna maisha ya utakatifu nje ya kanisa. Kwenye mabano andika, tunaishi maisha ya unafiki. Nitasoma Wagalatia 2 mstari wa 11 mpaka wa 13. Wagalatia 2 mstari wa 11 mpaka wa 13. Neno la Mungu linasema, lakini Kefa alipokuja Antiokia, nilishindana naye uso kwa uso, kwa sababu alistahili hukumu. Kwa maana kabla hawajaja watu kadha wa kadha waliotoka kwa Yakobo, alikuwa akila pamoja na watu wa mataifa. Lakini walipokuja wao, akarudi nyuma akajitenga, huku akiwaogopa waliotailiwa. Na hao Wayahudi wengine wakajigeuza pamoja naye, hata na Barnaba pia akachukuliwa na unafiki wao. Paulo anajaribu kuelezea kisa kimoja, kwamba walipokuwa wapo Antiokia alikuja Kefa, ambaye Kefa ni Petro. Sasa kwa taratibu za kipindi kile, kwa sababu ya desturi za Wayahudi, walikuwa hawachangamani na watu wa mataifa. Kwa hiyo hata kanisani kulikuwa kuna meza mbili. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa wanakula Wayahudi, hapa wanakula watu wa mataifa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kuna vitu hawaingiliani. Kuna vyakula Wayahudi hawali, hawa wa mataifa wanakula. Kuna vyakula kwa Wayahudi ni dhambi, hawa wengine sio dhambi. Kwa hiyo ikatokea hiyo kwamba sisi tuliotailiwa Wayahudi tutakaa hapa, hawa wasiotailiwa watakaa hapa. Sasa anamuelezea Petro na baadhi ya Wayahudi walipofika Antiokia. Paulo yeye alikuwa anakula na watu wa mataifa, nao wakina Petro wakaungana, wakawa wanakula wote pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakatokea watu kutoka Yerusalemu, wakaja pale. Walipokuja Petro na Wayahudi pamoja na Barnaba wakajitenga, wakaenda kwa Wayahudi, kana kwamba walikuwa awali na wale kitu. Hiki kitu kikamkwaza Paulo, kwa sababu kitu wanachokifanya ni unafiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndivyo tulivyo, ndio maana hatuwezi kutembea na nguvu ya Roho Mtakatifu. Kuna mtu ni mtakatifu hapa, akitoka nje ukikutana naye unaweza usiamini. Kuna mtu ambaye ukikutana naye nyumbani kwake, maneno anayoongea, vitu anavyofanya, unaweza usiamini kama huyu ndo yule mpendwa tunayeimba naye. Unaweza usiamini kama huyu ndo yule ambaye huwa tunaomba naye. Unaweza usiamini huyu ndo yule huwa ananena kwa lugha pale, huyu ndo huwa anatuhubiria pale, kwa sababu tumechukuliwa na unafiki wa dunia hii, kwa sababu tumechukuliwa na mambo yasiyofaa. Kwa hiyo vitu vingi tunavyovifanya
tunavifanya kuwapendeza watumishi wa Mungu. Ndio maana leo wachungaji, waombaji inawezekana wapo ndani ya makanisa. Watu tunaomba tukiwa hapa, nyumbani kwako uombi kabisa. Nyumbani kwako hakuna unachokifanya, ila ukija kanisani wanakutambua, huyu ni mwana maombi, huyu ni mtu ambaye anaomba sana. Lakini ukienda katika uhalisia, huyu mtu hafanyi vile vitu. Sehemu nyingine Mungu anasema wale wenu Mafarisayo wanafiki, Roho Mtakatifu ashuhudie ndani yako, lakini nafsi yako ishuhudie ndani yako ya kwamba mimi nimeokoka, ya kwamba mimi ni mtakatifu, ya kwamba mimi ninaenda mbinguni. Hapo ndipo Mungu anapoweza kutembea na wewe. Hapo ndipo Roho Mtakatifu anapoweza kutembea na wewe. Lakini leo kwa sababu ya aina ya maisha tunayoishi, kwa sababu ya michanganyo tunayoifanya, hatuoni nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa sababu kanisa tumejichanganya. Kanisa tumeingia katika mfumo wa dunia hii. Kwa sababu shetani anatengeneza mfumo ili awapate watu waliookoka watoke katika kumfuata Mungu wao. Na Biblia inaonya ya kwamba kama siku zisingefupishwa, hata wateule wangedanganywa. Ndizo nyakati tulizopo, ya kwamba hata wateule tumedanganywa, hata watu tuliookoka tumedanganywa. Tumeingia katika mambo yasiyofaa. Tumefuatisha namna ya dunia hii. Tumedhani ya kwamba Mungu yupo kanisani, lakini hatujataka kutembea na Mungu kila mahali. Unafika sehemu unamkuta mtu aliyeokoka, namna alivyovaa ashuhudii kama ameokoka, namna anavyotembea ashuhudii kama ameokoka, mambo anayofanya ashuhudii kama ameokoka. Saizi kuna simu, unaweza ukakuta vijana ndani ya kanisa, vitu vilivyopo kwenye simu zetu havishuhudii kama tumeokoka. Tutatembeaje na Roho Mtakatifu? Tutatembeaje na Roho Mtakatifu? Yeye ni mtakatifu. Tunaendaje kwa namna hiyo? Bwana alifika tu akamwambia Musa, watu hao watanidharau hata lini? Tumemdharau Mungu kwa mambo tunayofanya. Tunaonekana kwamba Mungu hatuoni. Tunaonekana kwamba Mungu hatuoni. Tunaonekana kwamba Mungu atazami yale tunayofanya. Lakini leo nimekuja kukuambia, Roho Mtakatifu anaona tunafanya mzaha. Roho Mtakatifu anaona tunafanya mzaha. Hatujaamua kutembea naye. Tumemchukulia kama ni kitu cha kawaida. Tunakuja kanisani, tunakuwa kama watu waigizao. Tunakuwa kama watu tunaoigiza tu. Kwa sababu wewe unayesema una Roho Mtakatifu, tunda la Roho alionekani ndani yako. Roho Mtakatifu haonekani kama kweli yuko ndani yako. Roho Mtakatifu haonekani kama kweli yuko ndani yako. Jambo la pili, kwa nini tunashindwa kutembea na Roho Mtakatifu? Jambo la kwanza nimekuambia, hatuna maisha ya utakatifu nje ya kanisa. Tumekuwa na maisha ya kinafiki. Jichunguze mwenendo wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Shuhudia ndani ya nafsi yako ni nini ambacho kinaendelea kwako. Lakini jambo la pili ambalo nitaenda kumalizia tukaombe. Tumekuwa watu wa tabia za mwilini. Yaani tupo ndani ya kanisa, lakini ni watu wa tabia za mwilini. Neno la Mungu alijabadilisha mwenendo wetu. Kuna mambo ambayo yanafanyika ndani ya makanisa leo, unaweza ukashangaa. Kuna mambo ambayo yanafanyika ndani ya makanisa leo, unaweza ukashangaa. Naomba nisome Wakorinto wa kwanza sura ya 3. Wakorinto wa kwanza sura ya 3 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Anasema, lakini ndugu zangu, mimi sikuweza kusema nanyi kama na watu wenye tabia za rohoni, bali kama na watu wenye tabia za mwilini, kama na watoto wachanga katika Kristo. Naliwanywesha maziwa, sikuwalisha chakula, kwa kuwa mlikuwa hamjakiweza, naam hata sasa hamkiwezi. Kwa maana hata sasa ninyi ni watu wa tabia ya mwilini. Maana ikiwa kwenu kuna usuda na fitina, je, si watu wa tabia ya mwilini ninyi? Tena mnaenda kwa jinsi ya kibinadamu. Maana hapo mtu mmoja asemapo mimi ni wa Paulo, na mwingine mimi ni wa Apolo, je, ninyi si wanadamu? Bwana Yesu asifiwe sana. Nilitafakari hapa Paulo alivyokuwa anasema,
Anasema nilipokuwa kwenu sikuongea na ninyi kama watu wenye tabia za rohoni, kwa sababu ninyi ni watu wenye tabia za mwilini. Na ili analoongea nalo ni kanisa, wapo kanisani, lakini ni watu wenye tabia za mwilini. Anaanza kusema, sasa kama kwenu ninyi mliookoka kuna fitina, kwenu ninyi mliookoka kuna usuda, anasema je, si watu wa mwilini ninyi? Alafu angalia mstari wa 4 kitu anachosema. Anasema kama mnasema mimi ni wa Apolo, mimi ni wa Paulo, si wanadamu ninyi? Ili neno nililishangaa, kwa maana ya kwamba Paulo alikuwa anatafsiri kwamba mtu ambaye ana Roho Mtakatifu sio mwanadamu wa kawaida. Ndio maana amwambia sio wanadamu nyie. Ina maana Paulo anategemea kanisa, sio wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mtu mwenye Roho Mtakatifu sio mwanadamu wa kawaida. Sasa Paulo anashangaa kwamba huyu mtu ana Roho Mtakatifu, lakini ni mbea kama yule mama fulani kule ambaye hana Roho Mtakatifu. Huyo mtu ana Roho Mtakatifu ni muongo kama yule ambaye hana Roho Mtakatifu. Ndani ya makanisa leo magomvi kila wakati. Tuna Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Fitina ndani ya kanisa, watu wanafanyiana fitina. Huyu anamsema huyu vibaya, huyu anamkataa huyu anampinga huyu. Alafu tukikaa hapa tunasema roho shuka. Roho hawezi kushuka kwa namna hiyo. Roho anataka kuna mambo tuyatengeneze, kuna mambo tuyaweke sawa. Unakutana na mtu ameokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu ameokoka anaweza akakaa na mtu moyoni mwezi. Fulani alinikwaza, na akija ananena kwa lugha. Mwambie huo unanena nini? Muulize jirani yako, huo unanena nini? Kama kuna mtu unamchukia unanena nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu ana ugomvi na mtu, lakini akija sasa akianza unasema kweli Bwana leo anashuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tutafakari haya mambo ni kwa nini tumekuwa watu wa tabia za mwilini. Ndio maana nguvu ya Roho Mtakatifu, sitaki kusema hatuna Roho Mtakatifu, lakini ni kiwango kidogo sana. Ni kiwango kidogo ambacho hakiwezi kuleta matokeo tunayoyatarajia. Na kwa sababu gani? Kiwango kinazidi kupungua kwa sababu sisi ni watu wa tabia za mwilini. Na kadri tutakapokuwa tunaendelea, unaweza ukafika wakati Roho Mtakatifu akatuacha kabisa, tukabaki wenyewe. Kwa sababu kadri unavyoendelea utaanza tabia ya dhambi, kwamba dhambi moja huzaa dhambi nyingine. Kwa hiyo ukianza kufanya dhambi moja ambayo unaificha, tarajia kuna dhambi nyingine itakuja. Kwamba ulikuwa mzinzi ukaficha, akatokea umempa binti mimba, utaanza kufikiria namna ya kutoa, utaua. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Biblia inaonya azifichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye azitubuye na kuziacha atapata rehema. Kwa leo ninachotaka nikwambie ni kwamba kama kweli tunamhitaji Roho Mtakatifu, kama kweli tunatamani kumpokea Roho Mtakatifu, ni lazima kuna vitu tuanze kuviacha. Ni lazima tubadilike kuwa watu wa tabia za rohoni. Lazima tubadilike tuwe watu wa tabia za rohoni. Tuwe vile Mungu ambavyo anataka tuwe. Kwenye makanisa yetu kusiwepo na faraka. Kwenye makanisa yetu kusiwepo na fitina. Kusiwepo na mtu anayemchukia mwingine. Kusiwepo na mtu anayemsema mwingine vibaya. Kwa sababu kanisa la Mungu linakuwa na nguvu linapokaa katika umoja. Na wakati wote adui anapotaka kuliharibu kanisa, huwa anatumia njia hii ya mafarakano apate kuwafarakanisha ili kila mmoja aende njia yake. Ndio maana shetani amefananishwa na simba. Anasema simba aungurumaye akizunguka huku na huku akitafuta mtu ammeze. Kwa nini shetani amefananishwa na simba? Simba anapowinda anaweza akawakuta swala wengi hivi. Atatoa ule muungurumo wake, swala wataanza kukimbia. Yule atakaye kimbia peke yake, ndio shetani huwa anafanya nini? Anaenda naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie jirani yako usiwe mwepesi wa kujitenga. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kimetokea tu kitu wenda unaona wengine wote hawako sawa. Bwana atusaidie. Kwa unapopita katika mazingira kama hayo, uko hatarini sana. Ila kanisa la Kristo inatakiwa tukae pamoja, tufaidiane.
si kwa mashindano, yani kila mtu amuone mwenzake ni bora kuliko mwingine. Biblia imetolea mfano wale watu waliokuwa wanatengeneza sanamu, wale watu wa mataifa wanapotengeneza sanamu zao. Anasema yule ambaye anapiga nyundo, anatokea mwingine wa kupaka rangi, anamtia moyo mwenzake. Kila mtu anamtia moyo, kazi yako ni njema, fanya hivi, fanya hivi. Lakini hayo mambo leo hatuyaoni kanisani, ila kila mtu anajaribu kujiona yeye ni bora kuliko mwingine. Kila mtu anajaribu kujiona yeye anafaa kuliko mwingine. Kama kweli tunamhitaji Roho Mtakatifu, lazima tuwe watu wa kushuka, lazima tusiwe watu wa kujihesabia haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Bwana anasema na Roho Mtakatifu anasema kuna mambo ambayo tunapaswa kuyatengeneza kabla ya kuhitaji hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Roho Mtakatifu anasema haya na upokee kama ujumbe wa Bwana. Shida ni kwamba ninapoongea hapa Bwana Yesu asifiwe sana. Mchungaji mmoja amewahi kuniambia kwamba ukihubiri injili watu wakashangilia, bado hujahubiri. Unajua kwa nini? Wengi yamkini tunashangilia hapa, sio kwamba yani atutafakari neno kwamba linatuhusu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengi unakuta unashangilia, wanasema hiki alichosema fulani ndio yuko hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unajua hilo ni tatizo, kwa sababu yamkini unajihesabia haki. Mimi hapa nilipo usipo kwa sababu sikuhubiri wewe, kwa sababu mimi nina haki. Ndio maana ukinichunguza sana unaweza kukuta na mimi nina mapungufu sehemu fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatumhubiri Kristo kwa sababu sisi tumekamilika, ila tunamhubiri Kristo kwa sababu yeye amekamilika. Na neno la Mungu ni upanga ukatao kuwili. Ina maana unakata huku na huku. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kwamba nakuelekezea wewe, hapana. Na mimi pia najua kuna mahali pa kutengeneza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna jambo jingine nilijifunza jana na nimetaka niliongelee, kwamba tunapohitaji nguvu ya Roho Mtakatifu tunapohitaji nguvu ya Roho Mtakatifu ni lazima cha kwanza tuache uovu ndani yetu. Sasa kwenye kuacha uovu kuna mambo mawili ambayo Bwana amenielekeza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna jambo la kwamba mtu kuacha uovu kwa uamuzi ambao mtu ameufanya. Kuokoka kuna namna mbili. Cha kwanza kabisa, Mungu aweze kukusaidia uokoke, ila kuna nafasi ya wewe kuamua. Ndivyo ilivyo hata kwenye kuishinda dhambi. Lazima uamue kwamba mimi nimeokoka, siwezi kufanya dhambi. Alafu kutoka pale Roho Mtakatifu anakuja kufanya nini? Kukusaidia. Lakini jambo lingine, kuna kitu ambacho kinaitwa vifungo vya uovu. Kuna watu ambao wanaweza wakawa wameokoka, lakini shetani amewawekea vifungo vya uovu. Ndio yule mtu kwenye akili yake na ufahamu wake kweli anampenda Mungu, sio kwamba hampendi Mungu. Hata ukimuuliza, yani wakati wowote anampenda Mungu, ila bado kuna vitu anafanya, anajaribu kuviacha lakini inashindikana. Mwalimu alikuja kufundisha pale Mlima wa Makimbilio siku moja, akauliza, inakuwaje huyu mtu ambaye ameokoka, ni mwanakwaya, anaimba hapa, anafanya nini, siku na yeye anaombewa anaanguka mapepo, ili jambo linakuwaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Huwa tunaona hata watu, ni swali ambalo tunatakiwa tujiulize. Anaweza mtu akanena kwa lugha, leo amenena kwa lugha, ukamuona Jumapili hii, Jumapili ijayo mtu yule yule aliyekuwa ananena kwa lugha leo anaanguka mapepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Shida inakuwa nini? Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuna wakati mwingine kunakuwa na hiki kitu ambacho kinaitwa vifungo vya uovu, kwamba shetani amemfunga mtu kwenye eneo fulani, na vifungo ili viweze mtu aweze kufunguliwa. Biblia inatuambia kwamba atukuzwe yeye awezaye kutenda mambo makubwa na ajabu kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Kwa kama nguvu yako ni ndogo, kuna vitu tu utaweza kushughulika navyo.
vya levo yako, lakini kuna vile vitu vya levo ya juu utakuta uwezi kushughulikia. Ndio maana unakuta mtu kuna vitu ameweza kuviacha, lakini inafika hatua kuna vitu amepambana hawezi kuviacha kwa sababu viwango vyake kadri ya nguvu yake iko chini. Kwa siku ya leo natamani tukashughulike na haya mambo. Cha kwanza nataka tukaombe toba kwa ajili ya kanisa. Natamani makuhani tukatakase kundi kama Bwana anavyomwambia Musa ya kwamba watakase hawa watu kwa siku 3 maana ninashuka. Ndivyo alivyo Roho Mtakatifu, yeye ni mtakatifu. Kwa tunaenda kujitakasa kila mmoja kwa nafasi yake, kanisa lote kwa ujumla, kwamba Mungu kuna mahali tumekukosea. Mungu kuna Yesu
Bwana.